Alec baada ya kuona uso wake alipiga makelele kwa hasira. Alipogeuka kumtazama Linda tayari alikuwa ameshaondoka. Nitawashangaza sana wazazi wangu wakiniona na Makeup. Naweza kuwakumbusha kuhusu siku nilivyomleta mpenzi wangu nyumbani wakiwepo na nikalala naye. Hiyo siku walinigombeza sana, Alec akawa anajisemea. Na wataanza kuniuliza nawa lini. Hii Makeup itawafanya wahisi vitu vingine. Alec alifika nyumbani dakika chache baadaye na akakuta chakula cha jioni tayari kimewekwa, lakini wazazi wake hawapo mezani. Alec alipumua kwa utulivu, maana alikuwa anawaza ataweza vipi kuingia ndani hali ya kuwa ana Makeup usoni mwake. Angalau hakutakuwa na maswali kutoka kwao. Alipanda chumbani kwake na kukutana na Mabel akiwa ndani ya chumba chake akibonyeza simu yake. Una ujasiri gani wa kuingia chumbani kwa kaka yako mkubwa bila ridhaa yake? Alec aliongea akivua viatu vyake na kuviweka kwenye henga ya viatu. Mabel alicheka kisha akasema, pole kaka, bila hata kumtazama Alec. Aliendelea kuchezea simu yake huku akiondoka kule chumbani kwa kaka yake. Nashukuru Mungu hakuona vipodozi vyangu usoni du, aliwaza Alec. Alivua nguo zake na kwenda kuoga. Alivaa nguo mpya za kulalia na kushuka chini. Aliwakuta kila mtu ameketi na pia Alec alienda kuketi baada ya kumpiga kakofi mama yake kwenye mashavu yake. Habari za jioni baba, Alec alisalimia, lakini baba yake alimtazama tu Alec akajua anataka kusema jambo. Sema unachotaka baba, maana ni kama unataka kuongea jambo, alisema Alec akiwa anakula. Baba yake Alec aliacha kula na kumtazama Alec. Tunafanya tena kumbukumbu ya miaka kadhaa ya ndoa yetu kesho ambayo ni Ijumaa. Ook, alisema Alec. Unasemaje Ook, alisema baba yake Alec kwa kejeli. Tunawaalika watu wote na nataka umwalike mpenzi wako, akasema baba yake Alec. Nini? Kwa nini? Akauliza Alec kwa mshangao. Tos, ni aibu sana kwa wewe kutomleta mpenzi wako hapa tumuone hivi, huoni umri unaenda huo? Unataka tuanze kuhisi vitu vingine? Alisema baba yake Alec na Alec akahema. Nimepoteza hamu ya kula, Alec alisema na kusimama. Aliondoka pale mezani huku akijisemea, ni kweli nimewapitia wengi, ila kusema kweli kwa wote niliowapitia hata sioni wa kumuoa, siwezi kuwa hata mmoja wao, wote ni wapuuzi tu. Leo ni siku ya kumbukumbu ya wazazi wangu na sina rafiki wa kike. Nifanyeje? Alec akajiuliza. Hivi siwezi kumuomba Linda afanye hivyo, aje nimtambulishe kama rafiki yangu wa kike kwa wazazi wangu? Hata sijui kama ana mpenzi au la, naogopa hata kumwambia, maana Linda ni mwenda wazimu yule. Ila mimi ni bosi wake, Linda anatakiwa kufanya kila ninachotaka na anapaswa kunielewa, nitamuamrisha kwa lazima. Alilala na kesho yake mapema alijiandaa na kisha akaanza safari kuelekea ofisini kwake. Alec alifika kwenye kampuni na wafanyikazi wake wote walimsalimia, lakini walikuwa kana kwamba wananong'ona pembeni na wanamshangaa. Wananishangaa nini hawa wapuzi? Je, hawajui kuwa ninaweza kuwafuta kazi wakati wowote ninapotaka? Akawaza Alec. Alifika ofisini kwake na Linda alikuja baada ya dakika 2. Umechelewa kwa dakika 2, alisema Alec huku akiwa anachukua kahawa yake. Samahani bwana, alisema Linda. Kaa, Alec alimwamuru na Linda akakaa mara moja. Kuna nini? Linda aliuliza kwa mshangao. Naongelea mambo ya kunipodoa, kwa nini ulifanya hivyo? Alec akasema kwa ukali na Linda akacheka kidogo. Alec aligonga meza kwa nguvu na Linda akaruka. Nitakupa ofa kisha nikuadhibu baadaye, akasema Alec. Ni ofa gani? Aliuliza Linda. Unatakiwa uwe mpenzi wangu kwa leo na nitakulipa $34,000, Alec alimwambia Linda na Linda akashtuka. Usishtuke dili hili au hautaki? Alec alimuuliza Linda. Nimekubali, mradi hautafanya ujinga, akasema Linda. Unamaanisha nini kusema hivyo? Alec alimuuliza na Linda akatabasamu. Imsure youkno uhatimian, alisema Linda na kusimama akiwa anataka kuondoka, mara akageuka na kusema. Sina nguo maalumu ninayoweza kuvaa. Basi twende shopping, Alec alisema na Linda akatoa macho. Lakini una mkutano na kampuni ya Mkna, unatakiwa kula chakula cha mchana na mkurugenzi mtendaji wa Nesto, Bi Julie, akasema Linda. Alec alimwambia Linda, mbona unaongea sana?
Tayari nina shauku kubwa ya kwenda shopping na wewe. Futa appointment zote. Bwana, unaghairi ratiba zako zote kwa sababu unataka kwenda kufanya manunuzi na mtu wako wa siku moja tu. Linda, kwa kuwa ulikubali kuwa mpenzi wangu kwa leo, kwa nini nisiweze kwenda kufanya manunuzi na wewe? Nitafanya kila kitu na kuapia. Sawa, akajibu Linda. Twende sasa. Walielekea nje kwenye gari huku kila mmoja akiwa anamwangalia mwenzie kwa tabasamu. Linda aliona kukubaliana na lile hitaji la Alec kutamfanya Alec aache kuulizia masuala ya makeo. Alec aliwasha gari, wakaondoka kuelekea shopping. Muda wote alikuwa anawaza nini kimefanya Linda akubali ombi lake haraka vile. Wakati Alec anawaza ya kwake, Linda naye alikuwa anawaza ya kwake kichwani. Alikuwa anajiuliza ni kwa nini Alec anataka niwe mpenzi wake na bado anilipe. Itabidi nimuulize. Hello, aliita Linda huku akimwangalia Alec aliyekuwa bize kuendesha gari. Alec alijifanya hajisikii huku akiona raha vile Linda anavyomuita na kumtizama usoni kwake. Kwa nini unataka niwe mpenzi wako? Linda alimuuliza Alec. Nilidhani hautaniuliza kwa sababu na kulipa, alisema Alec. Ila sawa, leo ni siku ya kumbukumbu ya wazazi wangu na wanataka nimlete mpenzi wangu, na kwa vile sina ndo maana nimekuomba. Seriously? Vipi kuhusu yule bibi niliyekuona ukimbusu? Kwani hawezi kufaa kuwa mwanamke wako? Akaulizia Linda. Lazima uingie kwenye mambo ya watu wengine, alisema Alec kwa hasira. Nilijua nimesema kile ambacho sitakiwi kusema. Samahani bwana, Linda alisema. Hii ni kama mara ya tatu Linda akiomba msamaha, maana bado ana hofu kwa kitu alichomfanyia Alec, na Alec mpaka muda huo hakuonesha reaction yoyote ile. Walifika kwenye maduka ya fashion ambayo ni maarufu kwa jina la Fom, na hapo ndipo kunakouzwa vitu vya bei ghali zaidi. Anafanya hivi kweli? Linda alijiuliza. Je, upo tayari tufanye manunuzi? Alisema Alec na kumshika mkono Linda. Mbona anajali sana? Akajiuliza Linda. Waliingia ndani na Alec akasema kuwa Linda achukue nguo yoyote apendayo. Kila kitu hapa ni ghali sana, Linda akawaza. Alichukua nguo tofauti za chapa tofauti. Nimemaliza, Linda alisema mara moja. Unadhani umetosheka? Alec aliuliza na Linda akaitikia kwa kichwa. Basi Alec alilipa na wakaondoka na kwenda sehemu nyingine ambazo wangeweza kununua vitu nyingine kama vile begi, viatu na vipodozi. Walienda hata kutengeneza nywele za Linda, na muda wote Alec alikuwa akisubiri kama mtu mpole. Linda alimaliza kutengeneza nywele zake na wakaingia kwenye gari wakaanza kuondoka. Wakiwa njiani Alec alimuita Linda. Linda alimuitikia akisubiria kusikia kile alichotaka kumwambia. Alec alisema, adhabu yako ni kwamba utakaa nami nyumbani kwangu, chumbani kwangu kwa wiki moja au ufukuzwe kazi. Nini? Aliuliza Linda kwa mshtuko. Ndio hivyo. Yani mimi? Nyumbani kwako? Chumbani kwako? Kitandani kwako? Alafu iweje? Mimi nilifikiri hili dili ni la masaa machache, kumbe ni la wiki nzima. Ndio, ni wiki nzima. Hebu acha kunihoji, kwani una mpenzi? Alec aliuliza. Hapana, sijui, Linda alisema, na Alec akahema kwa furaha. Nashukuru Mungu sitakuwa nikipokea ngumi kutoka kwa mvulana yeyote kwa sababu niko na mpenzi wake, akasema Alec. Naomba nikupeleke kwenye jumba langu la kifahari, Alec alisema. Walifika kwenye jumba la Alec la kifahari na walinzi wakawafungulia gari. Kijakazi alikuja kumsaidia Linda mabegi ya ununuzi na wakaingia ndani ya jumba hilo la kifahari. Wajakazi zaidi waliwasalimia huku Linda akiendelea kushangaa kila kitu. Walifika chumbani kwa Alec na Linda akajilaza kitandani kwa uchovu. Wow, chumba chako ni kikubwa sana, akasema Linda. Asante. Hata kitanda ni kikubwa pia, alisema Linda akitabasamu. Ndio, ni hivyo, nakumbuka ni kwa watu wawili tu, kwa maana watu wawili pekee ndio wanatakiwa kulala hapo. Samahani, nini? Siwezi kulala kitanda kimoja na kijana mwenye kiburi kama wewe, alinong'ona Linda. Kumbuka ninakulipa kwa hili na sio kama nitakugusa. Zaidi ya hayo, wazazi wangu wana akili sana na wanaweza kutushuku, alisema Alec na Linda akapumua tu. Nenda ujisafishe, akasema Alec.
na kusimama kabla ya kutoka nje ya chumba. Sihitaji kueleza mahali bafu lilipo, naamini utaliona. Alec alishuka na kuwaona wazazi wake wakitazama sinema. Halo mama, habari baba, alisema Aleo na kumnyanyua mama yake kisha kukaa kando yake. Oh kipenzi changu, alisema mama yake Alec huku baba akitabasamu tu. Kwa hiyo yule binti yuko wapi? Aliuliza mama yake Aleo na Alec akatoa macho maana aliamini kuwa hakuna ambaye aliwaona. Yuko chumbani kwangu anaoga, alisema Aleo na mama yake akatabasamu. Ngoja niende nikamchunguze, alisema mama yake Aleo na kusimama. Mama tafadhali usimsumbue kwa maswali, akasema Aleo kwa sauti ya uoga maana anakijua kichwa cha Linda asije akaharibu mambo. Sawa, alisema mama na kuelekea chumbani kwa Alec. Hatimaye umemleta msichana wako nyumbani. I'm proud of your son, alisema baba yake Aleo na yeye akaachia tabasamu. Mambo gani haya jamani? Wananipelekesha sana hawa wazazi wangu, Alec aliwaza. Linda alimaliza kuoga na kuingia chumbani akakutana na mwanamke pale amekaa. Habari za mchana mama, naweza kukusaidia, akasema Linda. Na mama yake Alec akatabasamu. Mungu wangu, mwanangu kweli ameleta msichana mzuri nyumbani, alisema na Linda akamtazama akiwa na hofu. Mwanao? Aleo ni mwanao, Linda alimuuliza na akaitikia kwa kichwa kama mtoto. Oh Mungu wangu, samahani mama, Linda alisema haraka na mama yake Alec akacheka na kumfanya Linda atabasamu. Nimekupenda, wewe ni mrembo, unajali na mcheshi, alisema mama na Linda akatabasamu. Jina lako nani? Aliuliza mama. Naitwa Linda, nina umri wa miaka 22 na ni mpenzi wa mwanao, Linda alisema. Natumai sijasema kile ambacho sitakiwi kusema, akawaza Linda. Wow, una akili sana vipi kuhusu wazazi wako? Aliuliza mama. Wamefariki mama. Oh, samahani sana kwa kufiwa na wazazi, alisema na kumkumbatia Linda. Linda alichanganyikiwa, nini hiki Mungu wangu? Mke wa top 10 ya matajiri hapa nchini na mwenye mvuto zaidi ananikumbatia mimi bahati gani hii? Tutaongea baadaye sweetheart, alisema mama na kumshika Linda shavuni kisha akatoka nje. Linda alichukua gauni jepesi na kulivaa, akafunga nywele zake na kibanio. Alichukua simu yake na kuanza kuperuzi kwenye mtandao na ndipo Alec alipoingia. Nini jamani, unakujaje bila kubisha hodi? Ningekuwa bado navaaje, kwa nini unaingia bila kubisha hodi? Linda alisema. Nilijua utakuwa umemaliza, alisema Aleo na Linda akamkazia macho. Alec alikuwa karibu kuongea jambo mara mtu akabisha hodi. Ingia, alisema Aleo na mwanamke aliyevaa sare akaingia. Mheshimiwa, chakula cha mchana kipo tayari, alisema na Alec akampa ishara ya kuondoka na akaondoka zake. Lunch is ready, let's go, alisema na wote wakashuka. Meza ilikuwa tayari imewekwa na wazazi wa Aleo walikuwa tayari wameketi. Habari za mchana baba, Linda alimsalimia baba yake Alec na yeye akatabasamu na kusema. Habari za mchana binti yangu, habari yako? Si jambo baba. Wow mwanangu, kweli umeleta msichana mzuri, alisema na Linda akatabasamu. Asante baba, Linda alisema na baba akaitikia kwa kichwa kisha wakaanza kula. Macho ya Linda na Alec yaliendelea kugongana na Bishaus ambaye ni mama yake Alec akaendelea kutabasamu. Baada ya chakula cha mchana nyie mnapaswa kwenda kufurahia chumbani kwenu maana sherehe bado ni usiku, Bishaus alisema na Linda akaitikia kwa kichwa. Mungu wangu nikafurahie na huyu chizi mimi asije akafanya kweli maana hapa tunaigiza tu.